The funniest man in Africa, if you ask me. Give it up for the very, 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 very heavy Eric Omondi! Hey! Strongest man. Hawayuni, hii show ya leo ni ya kuheshimiana. Hii story ya sijui Eric Omondi amekonda. Sijui, this is a new year by the way, huh? Semeni ngwe. Semeni ngwe. Leta hiyo ya kwanza. Mkuje pole pole mazee. Leta hiyo story hapa. Weka hapa katikati. Weka hapa katikati. Mtu aseme ngwe. Mtu aseme ngwe. We boy mdogo. Kama hapa. We nitio boy kuja hapa na kuita mzeia. Niaje mzeia? Umeingizwa kifua kidogo na jiona sivyo? Shika hii mic. Lazima ujichoche. Hii ni story ya sura mbaya. Sura nini? Sura mbaya. Unachekiza wa mshi... Utishika hii story. Toa kitu hapa. Namleta hiyo ingine. Basi sawa Johnny. Sawa Johnny. Pamoja mazi. Anaanza kupiga tizi, sitaki kuona hizo maujinga naona hapa. Nishike story. Ladies and gentlemen, kuna clip tulicheza hapa last week mazee Gor Mahia. Kuna watu wakuwa hapa, kuna watu walikuwa hapa. Wenye wakuwa hapa watacheka. Wenye walikuwa hapa nataka mcheke. Sawa? Mtafanya nini? Mtafanya nini? Ndakuwa hapo sipocheka ni hivyo. Watoto wa primary ulia. Watoto wa group of schools ulia hivi. I want my mommy. Watoto wa primary, kwanza mimi nilikuwa nachapwa na ndugu yangu shule. Nalia mpaka home. Kwanza nilikuwa nalia na kitu nilikuwa na distract ni chakula. Nalia na home ni mbali. Lakini nikiona food, mahindi choma, nikiona chips, kuna pause. Tuseme chips iko pale. Nipatiako chips. Alafu mimi nilikuwa nalia, alafu nilikuwa na exaggerate, nilikuwa madhali alikuwa ananipenda. Nafika home na Nani amepiga mtoto? Ni Onyango.
nilikuwa na staki bro, alafu nilikuwa na exaggerate. Madam anauliza, alichapa mtoto wapi? Alinidunga na kisu. Akanitupa kutoka 4th floor. Alafu nikakufa. But when mtoto wako analia is very important. Kwanza watoto wa Islands wakilia, unajua watoto wa Islands wanajua right zao. Mtoto analia, mamake anamchapa nyama. Maza anaambia mamake, kwani ni machozi yako? And again, it's 2013, and ladies and gentlemen, I want to admit to you that this is a great year. And everybody is talking about politics and presidential candidates. But we are forgetting one man, Honorable Mwai Kibaki. Wapi makofi yake tafadhali? Kibaki, tunasahau Kibaki. Me personally, I think, my opinion, Kibaki amefanya kazi. Nasaibika. But you know, I was looking at the Kibaki presidency, and I was comparing with the Moi presidency. Unajua kuna difference. Siku za Moi was a giver. Moi was a giver. Kibaki is an economist. Unakumbuka kuna vitu zilikuwa kwa government ya Moi, hazikuwa kwa government ya Kibaki. Kama nini? Maziwa. Kama maziwa. Na kuna kitu ingine ilikuwa kwa government ya Moi, kwa government ya Kibaki ni kuokota pesa. Unakumbuka siku za Moi tulikuwa tunaokota pesa? Ulikuwa unatembea unaokota pesa. Mimi nilikuwa naenda home nimebeba chips mingi. Madam anauliza, umetoa wapi chips? Nasema nimenunua. Umetoa wapi pesa? Nimeokota huko. Watu wanakula. Government ya Kibaki tangu waingie 10 years ago sijawahi okota pesa. In fact, ukitembea tao uone 1000 ndio ile. Unaishuku. Unaangalia hivi unasema, wewe roba, hawa watu wanaso wanatupima nini? Na Moi watu walikuwa wanakujanga siku za Moi, unakumbuka au masoja wanakuja kufanya, sir, 450 troops standing before you, requesting permission to be dismissed. Moi ana relax, anasema, permission granted. Permission granted. Kibaki hataki nyenyenye. Unakuja pale, Excellent sir, for troops standing before you, requesting permission to be dismissed. Haya, pole kijana. Wacha kelele. Haya basi, ni wewe uliwaleta hapa. Ni wewe utawadoa. We are going into elections in the next 1.5 weeks, and we are all going for peace, Sindio? And that's why I did a song. 1, 2, 3, banana. Erico Rababa, Erico, Erico. Let the money. How are you? The year 2013, for me, it has been a blessed year. Nimeanza vizuri sana. Can I tell you where I was yesterday morning? Na najua naonekana na mtu aliniinvite. I did one of the biggest events I've ever done in my life. I was, believe it or not, the official MC at Uhuru Kenyatta's son's birthday. Jana asubuhi, kazi yangu ilikuwa very, very simple. Ilikuwa ni ku-MC na kuchekesha huyo mtoto. Na sikuwa nimelipwa bado. Sasa nimefika pale niko, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Huyo mtoto hacheki. Huyo mtoto hacheki, ananiangalia hivi. Kwanza badala ya kucheka alianza kunichekelea. Niko pale, happy birthday to you, anafanya, you have bad hair. Huyo mtoto hacheki. Na sijalipwa, hacheki. Then something, mtoto badala ya kucheka, something tragic happened. Mtoto badala ya kucheka akaanza kulia. Mami. Sasa niko kwa shida, happy birthday, cake, toto cake.
Mtoto analia mpaka aunties wake wakakuja wanamwambia toto nyamaza, anyamazi. Mama yake, the mother herself came and tried to calm the mtoto anyamazi. Then something happened extraordinary. The deputy prime minister walked in, and that man knows his son. He understands his son. He walked in and he said, "Hi Eric, it's okay, I'll handle it." Say, "Daddy, what is it?" Mtoto bado analia. He went into his pocket, akatoa 1,000 bob. Akaonyesha mtoto, akamwambia, "Toto, ona guka. Ona guka. Guka, guka. Guka." Mtoto alinyamaza. Alilia, "Guka." Akachukua guka na akasema, "I want 3 gukas." Na alipewa 3 gukas na zilitolewa kwa salary yangu. Put your hands together for the one and only Eric Omondi. Adibe. There you go. Walimu. 1, 2, 3. Bora keke. Adibe, adibe, adibe. Haya. Haya vuvuzela. Vuvuzela. Haya vuvuzela. Vuvuzela. Hawaione. Hawaione. Bado na respect sana huyu mtu wa sign language. Wapi makofi yake tafadhali? Unajua, wacha nikwambie kitu moja. These elections watu wamekuwa wajanja. Mpaka kwa bar, nakwambia mtu anakuja kwa bar, hana pesa lakini juu elections analewa. Anakuja na kuona umeketi hapa anakuambia, "Wewe, unajua Ruto amefanya nini?" Unamwambia, "Boss sijui." Unajua kitu Ruto amefanya? Nunua pombe. On Saturday something happened. Uhuru Kenyatta, Honorable Uhuru Kenyatta appeared at Bomas of Kenya and took his presidential certificate and went straight to Catholic University to give his official presidential speech. Kulikuwa na watu wengi. Everybody was there. Mpaka Big Tent. But me, as I was looking through the crowd, kuna mtu moja niliona. Did you guys see the daughter of Honorable Uhuru Kenyatta? Hawa wasichana wametokesha na Andrew Kenneth. Did you see Honorable Uhuru Kenyatta's daughter? Wacha nikwambie, kama kuna stronghold Uhuru ako nayo. If there's ever kwangu kama kuna stronghold alikuwa nayo, ndio msichana anaitwa Ngina. Nakwambia Uhuru hata angepata 50%, Ngina angekuwa +1. Yeah, and you know, I met Ngina. You remember the story I was telling you about the birthday ya Jomo, the brother. I met Ngina and I went to talk to her. Nikamwongelesha, akanambia, "You're so funny." Nikamwambia, "Can I get your number?" Akanambia, "You pitia home." Pitia home. Ngina niambia pitia home. Can you imagine mimi nipitie kwao? Sasa nimeenda State House na taxi. Nafika kwa gate. Boss, Ngina yuko ndani? Ngina yuko? Ngina? Na babake? Yuko? Sawa. Ngina. Let's go. Enrico. Sasa hii ni nini umevaa? Mwalimu we, mwalimu ha 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 ha. Enrico unoni. Enrico unoni. Enrico. Haya vuvuzela, vuvuzela haya vuvuzela, vuvuzela vuvuzela. Hawaione. Hawaione. This weekend naenda Kisii University. Na every time nikienda Kisii, mimi nakuanga niko vibrant, nakuanga nimejichocha kwa sababu napenda Kisii. Kwanza the music in Kisii. Kisii, unajua wanatumia 2 qualities of music.
Zinakuanga 4 by the way. Kuna kuanga na rhythm, kuna rhyme, alafu kuna repetition, alafu kuna tonal variation. In Kisii, they use only 2, repetition and tonal variation. Ngoma kama one day morning I went to town. Wanna repeat, lakini kuna tonal? Kuna tonal? One day morning I went to town. One day morning I went to town. One day morning I went to town. One day morning. Are you getting it? Are you getting the tonal variation? One day morning. Sasa nakwambia tafeta. Nakwambia I went to town to looking for a job. I went to town. Unajua do re mi. Are you getting it? Yeah? Are you getting it? Do re mi. I went to town to looking for a job. I went to town. Do re mi. I got a job in a Kisii hotel. I got a job. So kuna tonal variation. Alafu penye wananigetianga ni huko Kisii wako na kitu inaitwa staccato. Inaitwa nini? Staccato is a form of, sio rap, is a form of rap. Staccato is when you cut music. Staccato. Unasikia wanasema customer came and said to me, kijana leta matumbo, ugali, nyama, sukuma na chumvi. Hiyo ni staccato. Alafu anamaliza na crescendo. Anakuja anasema nikasema wacha ujinga. One day morning I went to town to looking for a job. I got a job in a Kisii hotel. A Kisii hotel. A customer came and said to me, kijana leta utumbo, ugali, nyama, chumvi na chai. Nikasema wacha ujinga. So their music has, I love something I love about Kisii is, my goodness, Kisii has the most beautiful women in the whole world. Ni wa super. Kuna Wakisii wasichana hapa. Nakwambia, and then they are vibrant, and then they are very active, and then they are helpful. They help you kuwakatia. Ushaona dem anakusaidia kumkatia? Ushaona dem anakusaidia kumkatia? Anakuja kwako anakuambia, "Bantinya ulilo useme nisikie." Anakuambia, nilikucheki ukinicheki. Leta mistari tusikie. Anakuambia leta mistari tusikie. Mpaka unapata confidence unamwambia napenda macho zako. Anafanya stop. Pale na immediately anakuambia stop, anakuambia endelea. But sio kama wasichana wa Nairobi. Baada wasichana, what is it about kupeleka msichana Nairobi date? Unamuuliza prior, uko na njaa. Anakuambia, but then me I'm okay. I just need something to bite on. Like something small to bite on. So you okay? Sina njaa. Sasa udoi pesa unampeleka kwa hoteli, mshaka kwa hoteli, anaita waiter anasema, "Excuse me waiter, do you have something light?" Waiter anampatia menu. So I just want something light. Oh my gosh. You have chicken. Oh my, how is the masala? Okay, I don't, stacking it too heavy by the way. Just get me masala half and get me, pizza! Ujatoa do, get me peri-peri pizza and oh my gosh, the steaks. Okay, how is your milkshake? It's fresh. Get me the large one. Alafu anataka kwako anakuambia, "Sweetie, I promise next time nitakula."